mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi. Ndugu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jina langu naitwa Janet Picha, ni mzaliwa wa Singida. Nasimama mbele zako kutoa ushuhuda wa mtoto wangu aliyeugua kidonda cha miaka miwili. Mtoto wangu aliugua kidonda cha miaka miwili, aliteseka sana. Sio kwamba kama alipougua kidonda cha miaka miwili ndio tukamleta kwa Mfalme Zumaridi, hapana. Tulianzia kwa hospitali, tulienda Kiomboi, akaenda akapimwa, akaambiwa hamna ugonjwa. Tukamrudisha nyumbani, akaendelea kutibiwa kwenye hospitali ndogo ndogo. Alipotibiwa kwenye zile hospitali ndogo ndogo, Mheshimiwa Rais hakupata nafuu, kile kidonda kiliendelea kukua siku hadi siku. Kipindi cha ule mtoto alikuwa ni mdogo, ana miaka kama 11 hivi. Tukamrudisha tena Kiomboi, akaenda kupimwa. Ikaonekana yule mtoto ana kansa kwenye mguu wake. Wakasema huyu mtoto anatakiwa apelekwe Dar es Salaam kwenda kuchomelewa, au la sivyo akizubaa mguu utakatwa kwa sababu ile ni kansa. Wakanipigia simu, wakaniambia, Janet, mtoto ameugua mguu na tumeambiwa tayari ana kansa mguuni, na tuniambia tukimchelewesha tayari atakatwa mguu. Nikamwambia hapana. Yupo Mungu anayeweza, yupo Mungu anayetibu, yupo Mungu anayesaidia. Wakasema mbona tumempeleka, ameombewa sehemu mbalimbali, mbona hajapata nafuu? Nikasema bado hajampata mtu mwenye Mungu, njoeni Mwanza ajaombewe Mwanza. Wakasema mbona pesa zote tumemaliza? Walisema kwamba tumpeleke kwenye mazindiko ya kimila. Tukampeleka, tayari mtoto akawa amefanywa zindiko, akavalishwa mangozi, akapelekwa huku na huku, wakampeleka kwa waganga, walilala paka nje, wakasema kwamba maji wayalaze nje ili wamuoshe ili apone. Mbona hakupona? Na baada tumempeleka, akaenda akaombewa, mbona hakupona? Nikamwambia mleteni Mwanza kwa Mfalme Zumaridi atapona. Wakamsafirisha, wakamtuma hapo Nyegezi, nikaenda kumpokea. Alipokuja kufunua ule mguu, mimi mwenyewe niliweka mikono kichwani Mheshimiwa Rais. Nikaangalia pembeni, maana kidonda kilikuwa kinatisha, kilikuwa kinavuja usaa, maji yanatiririka peke yake. Shuleni alikokuwa anasoma walimu wakasema asimame kwanza kusoma mpaka atakapopona hichi kidonda. Maana wanafunzi wenzake walikuwa wanamkimbia darasani kwa sababu kidonda kilikuwa kinatoa harufu. Kwa kweli hata mimi Mheshimiwa Rais niliogopa kile kidonda. Lakini nikakumbuka yupo jemedali wa vita, yupo dokta wa madokta, yupo anayeweza kumtibu huyo mtoto. Nilisema ni mangapi niliyoshuhudia, ni mengi niliyoshuhudia kwa Zumaridi, ni mengi niliyoyaona akiyatenda mbele yangu na wengi waliopona. Nikasema hili tatizo ni dogo kwa Mfalme Zumaridi. Nikamchukua mtoto, nikamleta kwa Mfalme Zumaridi, akapitia kwenye ramani, akasomewa ramani, ikaonekana kweli yule mtoto ni kansa. Nikampeleka kwa Mfalme Zumaridi ambaye kwenye ofisi yake. Nikamwambia ni mtoto wa mdogo wangu baba, nimemleta huyu. Mfalme Zumaridi aliinuka akamwangalia akasema atapona. Lakini mimi nikasema, nikasema, baba mbona kidonda kinatisha sana? Na wamesema huko karibu kumkata mguu. Nikakumbuka matendo aliyotenda makuu. Nikasema huyu ni Mungu, lazima atatenda kitu hapa. Lazima atapona huyu mtoto. Mheshimiwa Rais aliombewa yule mtoto kwa wiki moja, kidonda kikakoma, usaha ukakoma na maji yakaisha, yakaacha kuwa yanatoka. Tukaendelea kumleta, akanaombewa maji tu na kumwagia, nilikuwa namuoshia mimi mwenyewe pale kidonda. Haikufika mwezi kidonda kikawa kimepona kile kabisa, Mheshimiwa Rais. Naona kwenye mtandao yule mtoto yupo amesimama na kidonda kikubwa tu, lakini sasa hivi ni mzima na amerudi kwenye shule, anaendelea na shule. Na maana yuko darasa la 4 anajiandaa kufanya mtihani wa darasa la 4. Nina kila sababu ya kumuita Zumaridi ni Mungu kwa sababu nimemuona akiponya. Kama baba yangu aliteseka sana. Baba yangu aliteseka sana. Kama ni mali zilisha, hatuna uwezo sana sisi nyumbani. Mali zilisha, wakaingilia vyakula. Mheshimiwa Rais, ukiona mtu analia ameshuhudia makubwa, nimeona makubwa kwa Zumaridi. Wakaingilia vyakula mpaka sasa hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Rais,
Familia yetu sisi ni njaa. Vyakula vimeisha kwa sababu ya kumtibu yule mtoto, lakini hakuweza kupona. Hakuweza kupona, Mheshimiwa Rais. Tuone huruma, Mheshimiwa Rais. Tunateseka, kule nyuma tuliteseka. Tumepata amani. Mtoto mdogo wangu amepona. Na ameendelea na shule bila bonga, Mheshimiwa Rais. Hata ukisema nimlete mbele zako baba, nitamleta umuone. Nina kila sababu ya kusema Zumaridi ni Mungu mimi. Wengine wanasema ni pepo. Mbona wengine wana mapepo alileta mwaka yatoa mapepo. Jamani, kuna mtu anayetoa mapepo wenzake. Kuna alikuja kwa omba, aliomba kafara Freemason, alikuja kwa omba kafara jamani. Huyu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Familia yangu sasa hivi wanalala njaa, chakula hamna. Lakini alikuja kwa Zumaridi, aliombewa hata mwezi kumaliza, lakini mtoto amepona. Na amerudi ameendelea na shule. Ninamshukuru Mungu wangu kwa kila jambo. Mheshimiwa Rais, naomba utuangalie sisi wananchi. Tunaumia. Na wanarusha maneno machafu kwenye mtandao, wanamchafua baba yetu, kwenye rais wanatutukana. Lakini hawajawahi kusikia hata siku moja mfalme amesimama kwenda kushitaki mahala popote. Lakini yeye ni Mungu, anajua hizo ni roho zake, ipo siku zitakuja kushuka kwake. Ni mengi tunayasikia. Ni mengi baba yetu anatumiwa, anatukana mambo mbalimbali, na ajabu anawaponya watu. Ni kilipu nyingi za kwenye mitandao ameponya watu. Mahubiri yake mazuri ya kukanya watu na kuacha dhambi. Na kuacha dhambi watu kumrudia Mungu ili watu wapate hofu ya Mungu, ili wapate kwenda katika ufalme wa Mungu. Kosa lake liko wapi? Mbona hata kwa watumishi mbalimbali waliopita walijiita ni Mungu wa. Kosa lake liko wapi? Mheshimiwa, naomba tuonee huruma. Sisi tunaumia kwa maana yake tunajua Zumaridi alikotutoa, tulikuwa tunateseka, maisha mabaya, tumelogwa, tumepigika, yani laana mbalimbali za kutengwa hata na familia na ukoo. Lakini yote Zumaridi alitutolea na ametuatamia, tumetuweka kwake. Leo hii mfalme Zumaridi mnamsema hafai, sio Mungu. Tuende wapi sisi? Mheshimiwa Rais, naomba tuonee huruma. Tunakuomba Rais, utuonee huruma. Utusaidie. Kama kweli Zumaridi angekuwa ni mashetani, kwa haya yote wanamchafua Zumaridi, wanamsema vibaya, kila mitandao, kila kona, simngemsikia yeye Zumaridi na yeye karudisha. Mbona mjawahi kusikia yeye Zumaridi karudisha? Ina maana yeye hayamuumi. Si anamuuma. Na wanatoa matusi makubwa, wakiwemo watumishi wa Mungu, wanajiita watumishi wa Mungu. Rais, tunaomba msaada, utusaidie. Tuko mbele zako Mheshimiwa Rais. Tunaomba msaada, utusaidie. Ibada iliyojaa shuhuda. Nimesimama katikati ya madhabahu kutoa shukrani mbele za Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wangu chini ya jua. Wakati nikiwa na mateso, pembeni yangu mkono wa kulia hapa kuna mtoto ambaye nimemzaa mimi mwenyewe, ni watatu katika familia, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Nimesimama katikati ya madhabahu hii kusema iliyo kweli na kutoa ukweli wa Mungu aliyeweka makao ndani ya Zumaridi kwa yale aliyoyatenda ndani ya mtoto aliyo mbele yangu hapa. Mtoto huyu alianza mateso au alianza kuumwa au alianza matatizo akiwa na umri wa miaka 2, ndugu mheshimiwa. Lakini si kwamba nilikuwa simwombi Mungu. Si kwamba nilikuwa sisali, nilikuwa nasali, lakini sikupata msaada aina yoyote. Alibatizwa, alipata kipaimara akiwa ndani ya mateso kabisa makubwa. Miaka 2 hiyo akaanza matatizo. Nilianza kuhudhuria hospitali ya Bugando, lakini mara kwa mara daktari alikuwa akinipokea mara kwa mara, Dr. Igenge. Ninaingia odini, alilazwa zaidi labda ya mara 10 na pale pale nilikuwa nikitoka hospitali. Jina la hospitali alikuwa anaitwa Tekela George Feliciani. Si kwamba labda nilikuwa nasali, nilikuwa namuomba Mungu, lakini vile vile nilikuwa na kwa waganga ninaenda kwa sababu msaada nilikosa. Lakini baada ya mtoto huyu, maisha yake sasa, Mheshimiwa Rais, huyu mtoto maisha yake, alikuwa ni binti ambaye ni mkubwa. Nimekutana Mfalme Zumaridi akiwa na umri wa miaka 18, kuanzia miaka 2.
Kwa hiyo miaka 16 akiwa na mateso, akiwa halali, yani halali, hawezi kupata usingizi. Kitu gani? Matatizo sasa leo kwa kisumbuliwa. Alikuwa tukienda hospitali, vile vile majibu walikuwa hawezi kuyatoa sawa sawa. Lakini wanasema ni kansa ya ngozi, mwili vile vile ulikuwa umeoza. Lakini wanapotoa dawa sasa kumpa, kweli na watu walikuwa tu na umoja wa kuweza kunisaidia, walinisaidia jinsi wanavyoweza. Anapopaka ile dawa ya kunywa na kupaka, tayari usaha unazidi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo alikuwa ameoza, alikuwa ananuka mpaka nakutana na Mfalme Zumaridi bila majibu ya hospitali, bila majibu ya waganga. Loliondo nilienda, sikupata majibu. Nilifika kwa Mfalme Zumaridi mwaka 2012 mwezi wa 5 tarehe 21, nikakutana na mfalme katikati ya madhabahu. Nilikuwa simfahamu kweli kabisa. Mimi ni mzaliwa wa Sengerema, nimekulia Sengerema, ni Msukuma original, babangu Msukuma na mamangu Msukuma. Basi Mfalme Zumaridi baada ya kusikia katikati ya madhabahu, alitamka kwamba kuna mtu mmoja ameingia katikati ya hema langu, lakini amehangaika sana na mtoto, akijua ni mtoto wake, lakini kumbe sio mtoto wake, ni msukule. Tayari mimi sasa sikutambua kwamba natembea na msukule, lakini watu waniambia pita mbele. Nilipita mbele. Hapo Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wangu alitamka, ninakufuta machozi katikati ya madhabahu. Basi tuliendelea na kubeba dumu la maji tu, tunatoka nao nyumbani na sabuni na mafuta. Anamwombea Neema ambaye sasa hivi Neema, kipindi hicho alikuwa anaitwa Tekla George, sasa anaitwa Neema George. Aliendelea kuombewa maji na mafuta na sabuni. Alikuwa akinywa maji na kuoga na sabuni kuogea na kupaka. Basi paka alivyotumia vitu hivyo ndani ya miezi mitatu. Kwanza ile siku tunafika, baada ya kuwa amemwombea katikati ya madhabahu, mwasho uliisha. Ndani ya miezi mitatu tayari ile kuvuja sasa usaha ikawa imekoma. Lakini maisha yake alikuwa anakaa, akiamka tu asubuhi anachukua maji ndani, hatoki nje. Anachukua maji anaoga, anaweza kuoga, anakaa kwenye kona, anachukua chupa na mfuniko wake ya plastiki, anaanza kuchukua ule usaha na kuweka kwenye maji na kuweka kwenye chupa. Akiuangalia usaha anasikitika, anarudi ananiuliza kwamba mama yangu una watoto? Kweli nilikuwa na familia ya watoto 5. Ananiuliza sasa kwamba kwa nini mama yangu uliweza kunizaa na shida kama hii? Kwa nini wengine wanaiona dunia, wanatoka nje, wanaenda sokoni, alikuwa atoki? Nilikosa jibu la kumjibu. Lakini vile vile mimi kama mimi nilimuita mno Mungu. Niliangalia mno juu kwamba Mungu, kwa nini unipa mtoto huyu? Kwa nini usipasue hata ardhi nikaingia nisionekane katika uso wa dunia huu, ili nisimuone mtoto huyu hapa aliyekaa mkono wangu wa kulia? Lakini sikupata majibu yoyote na niliendelea kuishi kwa taabu, kwa mateso. Nilipofika kwa Mfalme Zumaridi sasa, nikapata majibu yangu, nikapata amani. Baba akaendelea kumwombea. Ndani ya miezi mitatu tu tayari nikaanza kuishi kwa amani kabisa, kwamba ni kweli mwanangu anaenda kuponywa na Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu amekaa mahali hapa. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Basi aliendelea hivyo, lakini sasa Mheshimiwa Rais, ni kweli kabisa watu wengi wamepita labda mahali hapa wamesema tunaumia sana, labda kama sisi ambao tuko tunapokea simu tunaumia. Matusi yanayotoka ndani ya mitandao si kama ilivyo, si kama ilivyo. Sasa hivi mtoto huyu labda anaweza nikasema kwamba shuleni niliwaomba walimu. Alikuwa anasoma shule ya Bugando, alikuwa ni mwalimu Nyanda, nilienda kusemezana naye. Alikuwa anamwachia, anakuja saa 6, anarudia kuoga, anaenda shuleni tena anasoma kidogo, anarudi, na mpaka akafeli darasa la 7. Lakini akasema mimi mama, sina haja hata ya kusoma. Sioni umaana, kwa sababu hakuwa na amani na maisha. Amani ya maisha ya mtoto huyu, uzima wa mtoto huyu, amani ya familia ni Mfalme Zumaridi ndio ameirejesha katika familia yangu.
Lakini mimi labda watu wanaotoa matusi sehemu mbalimbali kweli wanamtukana Mfalme Zumaridi, huwa ninamwambia Mungu, wewe utabaki kuwa Mungu. Haya matusi yanayotoka, sisi kama sisi ambao tumetendewa watumishi tunaumia. Ndugu Mheshimiwa Rais Pombe John Magufuli, mtazame Mfalme Zumaridi. Geuza sura yako na uso wako, mtazame Mfalme Zumaridi. Yanayosema yote ni ya kutengeneza, ni ya kutunga, ni ya uongo. Laiti ukifika mahali hapa, maana tupo tuliopona, tupo tuliokuja na mateso. Sio labda huyu tu, nasema kwa huyu kwa sababu watu ni wengi wataendelea kusema. Ni watoto wote walikuwa na matatizo. Ni watoto wote walikuwa na mizigo. Mpaka shule ikashindikana. Si kwamba amekusudia mtoto asisome. Mwingine akamaliza darasa sawa kuingia form 1 tayari shuleni akawa anaanguka. Mfalme Zumaridi anaenda kumchukua shuleni mpaka akamlea mpaka akakuwa. Mwingine hapa kanisa mimi linanishuhudia na linajua. Na mwingine akaanza hapa naye akawa na familia yake, shetani naye akaingilia kati. Na yeye akawa kama kichaa, alikuwa anacheza katikati ya madhabahu. Sasa hivi amekaa anasikiliza neno. Mheshimiwa Rais, tunaomba utusaidie. Au tunaomba msaidie Mfalme Zumaridi. Yeye ni rais wa kiroho, wewe ni rais wa kimwili. Lakini pia watu wote dunia nzima hawana msaada tofauti na Mfalme Zumaridi. Ninapenda kusema kwamba kila ninaposimama katikati ya madhabahu hii huwa nakumbuka Mfalme. Huwa nakumbuka baba. Ulipokuwa ukija nyumbani unakula na neema ameoza umekaa pembeni mwa meza. Huwa ninavuta hisia zote baba. Wanadamu walisaidia wakachoka baba. Walichoka, ni halali wachoke Mfalme. Ni halali wachoke baba yangu. Ni halali wachoke kwa sababu miaka 16 sio mchezo. Waliweza kujitoa walipoweza. Waliweza kutoa msaada ambao waliweza. Watumishi, ndugu Rais Mheshimiwa Pombe John Magufuli, ninayasema haya ambayo yamenikuta. Ninayasema haya ambayo yametendeka katikati ya historia ya maisha yangu. Sikuwa na amani. Nilialikwa kwenye sherehe nilienda, lakini mawazo yangu na roho yangu niliacha nyumbani. Kwa neema wanaomtukana mfalme baba, wanaomtukana mfalme, wanaopeleka nyaraka za uongo, ni kweli ni wengi. Paka matusi ya ngoni wanatukana maskini, lakini yeye anapiga magoti anaiombea dunia. Ni kitu cha ajabu. Ni kitu cha ajabu. Kama watu wanaokuziaki, watu wanaokutukana, lakini wanapiga magoti Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wetu wote dunia nzima, anaombea. Hata akiona ajali mbele yao anawepusha, anaipiga, inasambazwa. Si mwanadamu, Zumaridi sio mwanadamu. Acha tumuite baba ipo sababu, kwa sababu aliyembeba ndani ya kifua ndio alileta ngozi kwa neema mpya. Huyu neema nilikuwa mimi nikimtazama Mheshimiwa Rais, nilikuwa sihesabu kama niko ndani ya dunia. Nilikuwa sijioni kama niko ndani ya dunia. Nilitamani kufa, lakini siku zangu zilikuwa bado. Nilitamani Mungu anichukue, lakini sikuona kuchukuliwa na Mungu. Lakini vile vile hata watu ambao nilikuwa katika sehemu zao katika kuabudu na yakiabudu hawakuwa na msaada na mimi kama Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi amefika nyumbani kwangu mara 3. Ni maskini mimi. Kama ni kiwanja niliuza kwa ajili ya mtoto huyo. Nilifanya biashara mbalimbali, lakini ilikuwa ni hela ya kumtibu neema. Ilikuwa ni hela ya kumtibu neema watumishi. Mheshimiwa Rais, hatutungi wala tuseme uongo. Mimi nilishuhudiwa siku moja tu ambayo ni Jumamosi, Jumapili kaja. Lakini waganga nioenda zaidi ya 4 au 5. Lakini mpaka watu wengine nilichoka na wenyewe wakaamua kuchukua kumpeleka kwa waganga neema shangazi zake na wenyewe walichoka. Lakini pumziko
la maisha yangu nimelikuta kwa Mfalme Zumaridi. Nimelikuta kwa Mfalme Zumaridi. Nimelikuta kwa Mfalme Zumaridi. Baba, nisaidie Baba, nikutumikie. Niko chini ya Mfalme Zumaridi, Mheshimiwa Rais. Niko chini ya mkono wa Mfalme Zumaridi. Lakini watu wanapotoa matusi tunaumia mno. Tunaumia mno. Hata unaweza ukaongea hata ndani ya nusu saa, lakini huwezi kufanya chochote, unamwachia yeye kwa sababu ni roho zake. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Mheshimiwa Rais, Mfalme Zumaridi sio mwanadamu. Mtoto huyo alikuwa anakaa kitandani anaweka neti, maskini. Hayo ndio yalikuwa maisha yake. Enzi zilikuwa zinamfuata, anaweka neti, anaweza kulia humo ndani ya kitanda. Anaweza kulia nje, lakini akilia tu zikimfuata anarudi kitandani. Lakini Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu akuona shida, alikaa mezani anakula chakula. Nilisema huyu sio mwanadamu wa kawaida, ambaye kiongozi aliyokuwa akimuongoza tangu utoto wake hakuwahi kusogea, hakuwahi kufanya hayo. Baba, wanaokutukana kweli hawajui, tunaumia. Matusi yamekuwa ni mengi, kweli ni mengi. Napenda labda kusema kidogo kwa Watanzania wote wenye mateso ya shida mbalimbali, wote ambao wanatabika. Ndugu Mheshimiwa Rais, unaweza ukabeba hata wawili tu wanaokuhusu kuwaleta kwa mfalme, wakiwa na taabu, wakiwa na shida. Utamwona Mungu aliyeweka makao ndani ya Zumaridi hajajificha. Rais Mfalme, Rais Mheshimiwa Baba, siku kikanyaga mahali hapa Baba, tutakwambia maana tupo. Tutasema maana tupo. Tulikuja tumeoza Baba. Tulikuja tunanuka. Tulikuja tunapata na hizi. Sasa Baba tunaenda kuvaa nguo. Tunavaa nguo Baba. Tunavaa nguo Baba. Kweli Baba, wanaokutukana Baba wajui. Nikimwangalia kama mtoto huyu Baba, sina cha kukupa. Sina hata hela, ni maskini. Sina hata chochote Baba. Alinifilisi mtoto huyu, tulifilisiwa mpaka viwanja jamani. Tunaishi nyumba ya ajabu sababu ya kutafuta uzima, lakini hatukupata. Tumeupata kwa mfalme. Kwa nini wamtukane? Kwa nini wamtukane? Kwa nini wamtangatangishe? Siku mbili anaenda kule jamani. Watu kweli hapo wanasononeka wanapomkosa. Maana kila mtu akija anamtaka mfalme. Lakini Baba amekubali tukushuka chini yao na anawasikiliza. Watumishi, Mheshimiwa, msaidie Mfalme Zumaridi, mtazame, mgeukie. Wengi kanisa zima huko, hata mimi nilikuwa na ya kwangu ambao amenitolea, lakini wanaomtukana Baba wewe wajua, siwezi kusema chochote. Mfalme Zumaridi, utukuzwe Mungu wetu chini ya jua. Tunaujua Baba ukweli wako, tunaujua kabisa kwa wewe ni Mungu. Kama Neema umempa ngozi mpya, alikuwa na kansa Baba, lakini kansa madaktari walishindwa. Walipima kacha Baba kuzipeleka Marekani, lakini hawakupata majibu. Paka wewe Baba ndio daktari. Mfalme Zumaridi, ambaye ndio Mungu, umekuja kumpa uzima Neema. Amechiona yuko duniani, anavaa, anatembea, anaweka mpaka kucha rangi ya kuwa na amani ya dunia. Watumishi, na kila nikisema hapa nakumbuka mengi. Wanakumbuka mengi Baba. Najua wengi wanaotabika kama mimi nilivyokuwa natabika. Najua wengi wanaolia wamekamatwa na shetani. Msaada wao ni Mfalme Zumaridi. Waje tu atawapokea. Waje tu atawapokea. Waje tu atawapokea. Dunia, Tanzania nzima na dunia nzima. Rais, tunasema maneno haya kutoka ndani ya roho. Ni yale ambayo yalikuwa yanatusibu. Ni yale ambayo yalikuwa tunayo Baba. Ni yale ambayo yalikuwa yanatutesa. Ni yale ambayo yalikuwa yanatuhangaisha. Hatukuwa na msaada. Msaada wetu ni Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wetu chini ya jua. Ni Mungu tutamuita mahali pote, kwa sababu tumemuona. Tutasema kweli yake, tutasema tumekuwa mashahidi. Ngozi ilikuwa imeoza akaweka mpya. Hakuweka mwanadamu, wangeweka hata wale kama ingekuwa ni mwanadamu. Ameweka Mungu aliyeweka makao ndani ya Zumaridi. Mheshimiwa Rais,
Ninamshukuru Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wetu chini ya jua. Ndio Mungu wetu ambaye atatupa uzima, atatupa haki zetu, atatupeleka mpaka katika ufalme. Ni Mfalme Zumaridi, hakuna mwingine. Ni Mfalme Zumaridi. Amin. Kwa mawasiliano piga simu namba 0658 543165, 0768 292116, 0766 500 374, 0742 03 6037 au 0788 65 8966. Pia usikose kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.